Moto wateketeza jiko pamoja na ghala la kuhifadhia chakula kwenye shule ya msingi ya Viziwi Msandaka katika manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Mkemia mkuu wa serikali amewataka wadau mbalimbali wanaoingiza kemikali nchini kuzingatia usalama katika uingizaji na usafirishaji ili kuepusha madhara. Na katika michezo, Taifa Stars walitarajiwa kuwasili nchini alfajiri leo wakitokea Uturuki walikokuwa wameweka kambi kujiandaa na mchezo wao wa pili wa kufuzu kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2017 dhidi ya Nigeria. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Raymond Mtenga. Tunaanza na taarifa ya habari. Zaidi ya wanafunzi 100 wanaosoma katika shule ya msingi ya Viziwi Msandaka inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro hawana chakula baada ya jiko pamoja na ghala la kuhifadhia chakula kushika moto na kuteketeza mali zote zilizokuwemo ndani, vikiwemo vyakula na vifaa mbalimbali. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti kutoka mkoani Kilimanjaro. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Helen Kiweru amesema chanzo cha moto huo hakijajulikana na kwamba wakati wa tukio hilo umeme wa ukuwepo shuleni hapo na umeteketeza vyakula vyote vya wanafunzi na walimu ikiwemo mahindi, unga, maharage pamoja na mafuta, ambapo shule imepatiwa msaada wa chakula cha dharura kutoka katika shule ya msingi Mwereni. Amesema licha mlinzi kupiga kelele za kuomba msaada kwa majirani, ilikuwa ni vigumu kusaidiwa kwa kuwa shule hiyo imezungukwa na wakazi wachache ambao pia wako umbali mkubwa kutoka eneo la shule hiyo, ambapo kwa muda huo pia walikuwa wamelala. Tumepata ajali ya janga la moto ambayo nilipata taarifa saa 7 ya usiku. Nilipigiwa simu na mwalimu wa shule ya Viziwi Msandaka akinieleza kuwa jiko na store vinateketea kwa moto. Moto uliotokea katika jengo letu la jiko ambalo lilikuwa limeambatana na store umeleta hasara ya vyakula vilivyo ndani ya store na vifaa vingine ambavyo thamani yake inaweza kuwa zaidi ya shilingi milioni 30. Akizungumza alipotembelea shule hiyo, mkuu wa wilaya Moshi Novatus Makunga, mbali na kutoa shilingi milioni 3 kwa niaba ya serikali kama kianzio cha kununulia vyakula ili wanafunzi waendelee na masomo, amesema serikali imejipanga kuhakikisha wanafunzi hao wanapata chakula na kuendelea na masomo kama kawaida. Tutakuliza hizo, lakini bado sasa inabidi tuanze kujipanga. Sisi kwa upande wa serikali hawa ni watoto wetu, lakini naamini hata jamii kwamba hawa ni watoto wao. Tumetanguliza hizo, lakini bado pia tutaendelea kuwashirikisha wadau katika swala hili kuhakikisha kwamba hao watoto wanapata elimu kama watoto wa Watanzania wengine. Nikiripoti kutoka katika shule ya Msandaka Viziwi inayomilikiwa na manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Tadei Masawe wa Channel 10. Mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Dr. John Pombe Magufuli amedai ushirikiano waliokuwa nao na nchi nyingine umesaidia kwa kiasi kikubwa ujenzi wa barabara hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Dr. John Pombe Magufuli amesema hayo akiwa njiani akitokea mkoani Ruvuma kuelekea mkoani Mtwara, ambapo alisimama katika wilaya ya Namtumbo na wilaya ya Tunduru, ambapo amesema akichaguliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia atalinda mahusiano na nchi jirani na Tanzania, ikiwemo kudumisha wanachama wa Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki. Iliaminika kwa wafadhili, na mimi nilikuwa ndani ya serikali hiyo. Nataka niwahakikishie Watanzania kupitia hapa Wanamtumbo, tutaendelea kujenga mahusiano mazuri na majirani zetu. Majirani wanaotuzunguka: Malawi, Zambia, DRC, Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya, mpaka hata South Sudan. Lakini tutaendelea kujenga mahusiano mazuri ndani ya Afrika nzima na majirani zetu mpaka hata wa Ulaya. Tanzania wanaiamini, na ndio maana mnaona mradi huu wa barabara ulitengenezwa na chini ya mradi wa MCC wa Marekani, ni kwa sababu wanatuamini. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakazi wa wilaya ya Tunduru wamesema ushirikiano unaofanywa na Dr. Magufuli
uende pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa ujirani mwema. Wengi sana walikwenda machimbo Msumbiji, wamepoteza maisha yao, lakini mpaka leo hivi tunavyoongea swala hilo halijapatiwa ufumbuzi. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa na kizungumzia sana kuhusiana na hilo ni kwamba azidi kuzungumza na zile nchi ambazo ni jirani yetu au viongozi ambao wa nchi hizo waweze kuweka angalau ushirikiano ule uwe mzuri. Lakini pia kuna zile nembo za taifa zile naona zitaendelea kulindwa. Pia hata nchi zile zilizoko jirani na sisi tuliopakana na sisi, kwa mfano Msumbiji, Kenya, Uganda, Rwanda nini, pia nafikiri ataendeleza lile ambalo wameliacha waasi wa nchi hii. Dr. John Pombe Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu Hassan wamegawanyika katika mikoa mbalimbali kuomba ridhaa ya wananchi kukichagua Chama cha Mapinduzi CCM kiendelee kushika dola, ambapo Jumanne tarehe 2 Septemba atakuwa mkoani Mtwara. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam ni Salma Msangi. Mgogoro mzito umeibuka katika shule ya sekondari Geita kati ya wanafunzi wa kidato cha 5 na 6 dhidi ya uongozi wa shule hiyo, hali iliyosababisha kugoma kuingia madarasani na kufanya maandamano shuleni hapo wakishinikiza kuonana na mkuu wa mkoa Fatuma Mwasa kwa lengo la kutatua kero zilizopo shuleni hapo. Tupate taarifa zaidi. Hata hivyo, wanafunzi hao waliokuwa wamegoma kuzungumza na mtu yoyote wakitaka mkuu wa mkoa ili wazungumze, wameambia Channel 10 kuwa kumekuwepo na kero nyingi shuleni hapo zinazodaiwa kufanywa na baadhi ya walimu bila uongozi wa shule kuchukua hatua zinazofaa. Kila raia ana wajibu wake, lakini pia ana haki zake. Unaona? Kwa sisi kama wanafunzi tuna haki zake, lakini pia tuna wajibu wetu. Lakini walimu hapo hata haki zetu sisi za msingi kufanya zile wajibu wetu pia. Kwa mfano, angalia, kila binadamu ana haki ya msingi ya kufanya, ya kulindwa. Lakini mwalimu anakuja na silaha wapi? Anakuja na silaha bwenini. Kwa sisi tunakwenda zetu Arusha kule, tunasikilizia hadi siku atakazoamua sisi turudi. Kwa sababu tumetemniwa pasipo sababu za msingi. Nyaso makubwa baina ya walimu na wanafunzi. Walimu wanatishia amani ya wanafunzi kwa kuingia na mapanga mabwenini usiku. Na ikitegemea hapa tunaishi na kijana mmoja ni albino. Na hivi vitendo vimeanza baada ya kuwa ameletwa huyo kijana albino, tukaanza kuishi naye humu ndani. Walimu wanatembea na mapanga na bisu usiku. Sasa hatujajua wana nia gani kuhusiana na sisi na huyo mtoto wa albino ambaye tunaishi naye. Mara baada ya kufika shuleni hapo, wanahabari waliomba kibali cha kuongea na wanafunzi hao, jambo ambalo liligonga mwamba. Kwa mujibu wa mkuu wa shule pamoja na mwalimu wa zamu, yakawa kama hivi. Pasipokuwa na msingi wowote. Sasa ndugu, mimi nafikiri kwa ustaarabu ufute hayo ambayo nilikuwa sijaongea, sasa niamue kuongea. Nasikia bwana. Sijui kama unanielewa. Kitu kwa sababu nitapotosha. Tutasubiri. Mkinikomalia sana mimi nitapotosha. Siwezi kuongea na wazee. Mimi mwenyewe sijui, nimeamka asubuhi kutoka kwangu, nimekuta habari hizi hapa. Basi. Mkuu wa shule mwenyewe ameamka asubuhi amekuta habari hizi hapa. Ndio tunaanza kujua nini chanzo. Mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Geita, Ellen Kahindi, alifika shuleni hapo na kujaribu kutatua mgogoro huo bila ya kufanikiwa. Victoria Robert, Channel 10. Mkemia mkuu wa serikali amewataka wadau mbalimbali wanaoingiza kemikali nchini kuhakikisha wanazingatia usalama katika uingizaji na usafirishaji ili kuepusha madhara nchini. Akizungumza na wadau wanaoingiza kemikali hatari ambazo zimekuwa zikitumika viwandani, utengenezaji wa sumu mbalimbali zinazotumika katika kilimo pamoja na madawa, mkemia mkuu wa serikali Profesa Samuel Manyele amesema kemikali hizo zikihifadhiwa au kusafirishwa pasipo kuzingatia usalama zinaweza kuleta madhara. Amesema serikali kupitia wataalamu wake wameendelea kuimarisha udhibiti wa uingizaji kemikali hizo, hususan katika bandari ya Dar es Salaam pamoja na usafirishaji kwenye mipaka ili kudhibiti athari zinazoweza kutokea endapo kemikali hizo zitakapovuja. Kemikali, lakini vile vile kutakuwa na uwezeshaji kutoka upande wa biashara husika. Ndugu washiriki wa warsha, Tanzania kama zilivyo nchi nyingine zilizo na bandari na zenye malengo ya kuhakikisha kuwa kemikali zinaingia, zinatumika na kusafirishwa ndani na nje ya nchi na kwamba hazileti madhara kwa afya na mazingira, tumeweka taratibu za kuhakikisha usalama wa kemikali hizo. Utaratibu upo. Taratibu hizo zimebainishwa katika sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani, sheria namba 3 ya mwaka 2003, sheria ambayo leo
inakaribia kutimiza miaka 15. Inaitwa the Industrial and Consumer Chemicals Management and Mbio za kugombea ubunge katika jimbo la Segerea jijini Dar es Salaam zimegubikwa na utata baada ya mgombea kutoka chama cha demokrasia Chadema kilicho katika umoja wa katiba ya wananchi Ukawa Anatropia Lwehikila kutangaza kuanza kampeni Jumapili ya wiki hii katika viwanja vya Tabata Liwiti, huku ukiwa na madai kuwa Julius Mtatiro kutoka chama cha wananchi ambacho pia ni miongoni mwa vyama vinavyounda Ukawa akidaiwa kutangaza katika mitandao ya kijamii kuwa anagombea jimbo hilo. Akizungumza na baadhi ya wananchi wa jimbo hilo, Anatropia Lwehikila amesema kuwa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo iliyokaa tarehe 13, 14 na 15 Agosti 2015 jijini Dar es Salaam ilimteua kuwa mgombea wa ubunge wa jimbo hilo, hivyo binafsi amejipanga tayari kwa kampeni. Hata hivyo ameelezea kushangazwa na taarifa zinazodaiwa kupitia mitandao ya kijamii, ambapo amesema endapo kamati kuu ya chama chake itakaa pamoja na wenzao wa Ukawa kuamua nani agombee, yeye yupo radhi. Aidha ameongeza kuwa jimbo la Segerea linakabiliwa na changamoto nyingi zikiwemo za kielimu, afya pamoja na miundombinu, hivyo akifanikiwa kuliongoza jimbo hilo atahakikisha anashirikiana kwa karibu na wananchi pamoja na wahisani mbalimbali kuanzisha miradi itakayoleta maendeleo katika jimbo hilo. Tunaamini katika kukubaliana, lakini vile vile tunaamini katika kukubaliana kuto kukubaliana. Bado na imani sana na chama changu, bado na imani sana na Ukawa, kwa hiyo naamini tutakubaliana. Lakini na pale tukikubaliana kuto kukubaliana, ni lazima tusonge mbele, tuondoe CCM.